Naelewa unampenda kinoma noma, lakini unayempenda sasa ni kivuruge +1. Munavurugana, munaachana leo, kesho umempigia magoti, munarudiana. Lakini kimoyomoyo kuna kitu kinakwambia, mbona unateseka mtu wangu? Achana naye, tembea, ondoka. Ila bado unajikuta tayari unakuwa naye na unarudi. Process inakuwa ni hiyo hiyo, na maisha ya mahusiano yako yanakuwa sio ya raha, yanakuwa ni ya karaha, furaha kwa muda mchache. And I don't blame you at all. Na kama kuna mtu anakuona wewe ni brutu, yeye ndio brutu. Sasa katika video ya leo nataka nijibu swali lako, kwa nini unaendelea kuwa na mtu anayekuumiza, na nitakupa suluhisho nini cha kufanya kuondokana na hali hiyo. Kaa kwa kutulia, tukuamuane kadri Mungu atavyotuwezesha. Tuanze na kwa nini unampenda na unaendelea kubakia japo unaumia, japo unateseka. Jambo namba moja ambalo linakufanya wewe uendelee kuteseka ni mindset yako. Kikwetu hapa tunasema jinsi ulivyopangilia akili yako. Hebu nikupe changamoto moja. Imagine unaamini kwamba jukumu lako ni kumsaidia yeye abadilike, na unaamini kwamba iko siku atabadilika. Yaani unaamini kwamba iko siku atabadilika kupitia mawaidha yako, kupitia ushawishi wako, kupitia upendo wako, kupitia huruma zako. Lakini ukweli ni kwamba hali hiyo inaweza ikakufanya wewe uendelee kubaki unateseka daima. Fikiria kuhusu mindset yako kwamba anafanya hivyo kwa sababu aliwahi kupigwa tukio, kwa sababu anatokea familia ngumu, au pengine ana msongo wa mawazo. Ila ni kunongoneze jambo hapa kidogo. Hiyo mindset inaweza ikakufanya usione hali halisi ya uhusiano wako. Unakuwa unatafuta excuses za tabia zake mbaya badala ya kujiuliza uhusiano huo unakufaa au la. Sasa kinachokufanya uendelee kung'ang'ania, issue sio kuonyesha tabia mbaya, sio kuvumilia. Issue ni hapa. Issue ni kwamba unakuwa unafuatilia kila siku kama amebadilika, kama amepunguza makosa yake, au kama safari hii atatimiza ahadi zake. Wakati huo unapoteza muda, unapoteza ndoto zako. Kiujumla maendeleo yako binafsi unapiga pembeni, unaangalia maendeleo yake. Kadiri unavyojikita kwenye maisha yake, ndivyo unavyopoteza muda wa maisha yako. Na hapa ndipo unaanza kuhofia kutoka, kwa sababu unaona umeshapoteza muda, utaanza upya kupata mwingine. Hapa unaona sio kweli. Hemu niendelee bakia. Jambo la pili, mfumo wa ubongo wako. Hapa naomba ustop kila unachokifanya, unisikilize vizuri zaidi ili uweze kunielewa, kwa sababu hapa tutazungumza na sayansi na teke linalokuijia. Kabla sijaendelea, naomba ujue kwamba kuna tofauti kati ya ubongo na akili. Usije ukachanganya hapa. Na kwa sababu inawezekana hujui, ngoja nikuweke mjini kidogo. Tuanze na ubongo. Wenyewe wanaita brain. Ni kiungo cha mwili ambacho kiko ndani ya fuvu la kichwa. Sasa utaponiuliza na fuvu ni nini, ndugu yangu, hapo utakuwa unakwama. Ubongo unaweza kuguswa, unaweza kuonekana, na hapa madaktari ndo wanaushika na kuuona mara kwa mara pale wanapokuwa wanafanya upasuaji au wanapofanya uchunguzi. Ubongo unaendesha kazi zote za mwili unazozijua wewe: kupumua, kula, kumove, kutembea, kukimbia. Lakini pia ubongo huwa unapokea na kuchakata taarifa zote zinazotokana na hisia. Yaani namaanisha taarifa zote unazopokea kupitia macho, kupitia masikio, kupitia mdomo, kupitia pua, kupitia ngozi. Ubongo ni chombo cha kibiolojia, yani physical organ. Tuje akili au mind, wazungu wanasema mind. Hii uwezi ukaigusa wala kuiona, lakini unaweza kuona matokeo yake. Akili mara nyingi inahusisha kufikiria, kuhisi, kufanya maamuzi, kutoa ndoto, kuwa na ishu za imani, lakini pia utambuzi wa nafsi. Kwa kusummarize, akili ni kile kinachotokea kwa kutumia ubongo. Kuanzia leo usiseme fulani ana akili. Kila mtu ana ubongo, kila mtu ana akili, lakini je, anazitumiaje? Anyways, mfumo wa ubongo unapelekeaje mtu kukaa katika mahusiano yanayomuumiza? Watu wengi tunaamini kwamba mtu anapokaza fuvu katika mahusiano yanayomuumiza ni kwa sababu kapenda kinoma noma, right? Anaogopa kuiacha piskali, anaogopa kumwacha handsome, anaogopa kumwacha mbwenyenye. Kweli hizi sababu zina mashiko kama tunavyozungumzaga hapa kila siku, lakini ukweli ni kwamba there is something beyond those reasons. Niamini mimi, ubongo una mchango mkubwa kuliko watu tunavyofikiria. Najua ni ngumu kunielewa, lakini nakuweka town mtu wangu. Watu wanaosoma science ya ubongo aka neuroscience wanakwambia ubongo umeumbwa kukuweka hai na kufanya vitu ambavyo umevizoea kufanya mara kwa mara, lakini wanakwambia pia sio lazima vikupe furaha. For that reason unaweza ukafanya kitu hakikupi furaha, lakini ni kwa sababu umekizoea. Sasa unapopitia mzunguko wa kuumizwa, leo umeonyeshwa upendo, kesho umeonyeshwa furaha kidogo, leo umeonyeshwa upendo, kesho furaha kidogo, ubongo wako unaanza kuzoea hali hiyo, na unazoea kupitia ile homoni ya dopamine. Baada ya shemegi kukuumiza, akaja akakuomba msamaha, akakukumbatia, akakuonyesha kaji upendo, akakuletea kazawadi, ubongo wako unatoa kemikali inayoitwa dopamine. Hii homoni ndio homoni inahusishwa na masuala ya addictions, inahusishwa na masuala ya furaha na malipo. Sasa kwa sababu amekupa furaha kidogo, lakini siku inayofuata anakuumiza, unaamua kubakia ukiamini kwamba iko siku tena itarudi furaha ile. Hapa nikupe mfano wa mcheza kamari. Analiwa tena, lakini haachi kwa sababu anaamini kwamba iko siku atakuja kushinda, na akishinda anafuta zile siku zote alizokuwa analiwa. Anaendelea kucheza na anaweza akaliwa zaidi, akaliwa tena akaliwa. Lakini wakati huo pana homoni ya cortisol. Hii ni homoni ambayo inakuwa na msongo wa mawazo, inajaribu kukwambia toka, unaumia, tafuta kwingine. Hapa huwa unaanza kujigombeza mwenyewe, unajilaumu mwenyewe, na mwisho wa siku unakuwa katika depression, yani msongo wa mawazo. Hii homoni inapokuwa juu ndo unaanza kujiuliza maswali, lakini katika kujiuliza maswali unajitahidi kuyaremba yale maswali. Sasa badala ya kujiuliza, je, huu uhusiano unanifaa? Je, kuna haja ya kuendelea na huu uhusiano? Unaanza kutafuta namna ya kutuliza ubongo wako. Unaanza kutafuta namna ya
kuepuka mgogoro wa nafsi. Hapa ndipo unaanza kujiliwaza mwenyewe, anyways yuko busy, anyways anahitaji mapumziko, anyways anaogopa kuumizwa, anyways atakuja kunipenda baadaye. Ndani ya muda huo huo pana kemikali nyingine muhimu ya kimwili inayoitwa oxytocin. Hii ni homoni ambayo huwa inaunganisha watu. Hii homoni inashuka pale anapokuomba msamaha, akakukumbatia, akakuletea zawadi, akakuzungumzisha maneno mazuri. Hii homoni ndio inakufanya unafuta mateso yote uliyopitia siku kadhaa nyuma, unaona sasa amerudi, hebu niendelee naye. Sasa kadiri situation inavyoendelea kuwa hivi, ubongo nao unaadapti kwamba lazima maumivu kwanza, upendo baadaye, kisha ahueni. Ikisha kuwa ni hali ya hivi, aise mtu akikushauri kwamba muache kivyepesi, unakuwa muelewi kabisa. Hapa ndipo mtu anasema siwezi kuishi bila yeye, labda atabadilika baadaye. Jambo la tatu ni kitu kinaitwa imani. Katika jamii zetu nyingi za Kiswahili, wahenga wanatushauri kwamba changamoto za kimahusiano mara nyingi ni ulimwengu wa kiroho. Watakwambia omba zaidi, kemea pepo, kwa sababu hizi changamoto mara nyingi huwa ni majaribu ya shetani. Watakwambia omba zaidi, Mungu atabadilisha moyo wake. Watakwambia kuwa mvumilivu, kwa sababu pengine mnapimwa subira yenu. Tena wanakwambia subira yavuta heri. Kwa watu tunaoamini Mwenyezi Mungu, kweli ushauri unaweza ukawa ni sehemu ya maisha ya mahusiano. Yaani ushauri una nafasi yake, ni wa kupewa nafasi yake. Yes, we do not deny it. Lakini tuseme ule ukweli, hawaelezi maumivu unayopitia mara kwa mara. Hawakuelezi kwa nini Mungu anamfanya aonyeshe tabia zile. Hawakuelezi kuhusu kumsikiliza malaika wako wa ndani, ama sivyo? Kama naongopa sema Abdunuru naongopa. Kwa hiyo basi unabaki katika uhusiano unaokuumiza just kwa sababu umepewa matumaini, right? Sasa kwa sababu umeshakuwa na imani, umeshapewa matumaini kwamba ni kupimwa subira, ni majaribu ya kiroho, vumilia, basi unaendelea kuvumilia maumivu, kisha msamaha, kisha matumaini, kisha maumivu tena. Basi mzunguko huu unakuwa unajirudia mara kwa mara. Kadri unavyojirudia na ubongo ndivyo unavyoadapt. Mwisho wa siku unajikuta unapoteza muda wako, mwisho wa siku unakuwa addicted, mwisho wa siku wewe ni mtu wa kuumia kila siku. Jambo la 4 ni malezi ya utotoni. Tuliokulia kwenye maisha ya baba na mama, akikosea haupasi kumkosoa, akikuagiza au akikuambia kufanya kitu kinyume hupasi kuoji. Hebu tujuane hapa. Na mara nyingi hii inawaathiri wadada sana. Anyways, kwa sisi ambao tulikulia katika mazingira fulani hivi kwamba hisia zetu zinapuuzwa, ulionywa usiulize maswali, au uliambiwa mara kwa mara kwamba unazidisha kamdomo. Mara nyingi tumekuwa tukiamini kwamba kumtaka mtu abadilike ni tabia mbaya, lakini pia kuhoji ni kiherehere. Kama naongopa, niko tayari kupokea comments za kunikosoa. Sasa unapokuwa na hii hali, mara nyingi unakuwa unatilia shaka maamuzi yako na maoni yako. Mara nyingi unakuwa unaona tatizo kama liko kwako hivi. Unajiona mara nyingi una overthink, lakini pia unajiona una kiherehere, unajiona unajifanya mjuaji, vitu kama vile pale. Na ndio maana hapo ulipo unaendelea kung'ang'ania, unaendelea kukaa, lakini unaogopa kumwambia nahitaji kuona mabadiliko, sio maneno tu. Sitaki ahadi nyingine, nahitaji vitendo. Kuomba msamaha, samahani zako hazitoshi, nataka nione unabadilika. Kama hautabadilika, mimi kuendelea na wewe basi tena. Badala ya kuona kwamba hiyo ni mipaka yenye afya, unaanza kujiuliza, labda nitaonekana mkali sana, labda nitaonekana na ujuaji kupita kiasi, labda nitaonekana na kiherehere aina ya kisebengo, aina ya komwe. Ila pia unaonekana unajiamulia mambo, kujisemea jenzi. Jambo namba 5, nguvu ya upweke. Aisee, upweke wa kuachana na mtu uliyempenda bwana, usikie kwa mtu mwingine. Hili ni balaa jingine duniani. Wengine inabidi atafute wa kuzugia mpaka atapopona, na wengine huwa wanatafuta mwingine kabla hawajatoka. Anyways, tuache porojo. Kwa nini upweke unakufanya unakuwa huwezi kutoka katika mahusiano hayo? Imagine umezoea wiki moja mnagombana, wiki ijayo umeelewana. Imagine ushazoea kusikia kasauti kake kama igizo. Imagine alikuwa anakupa vitu adimu, akiwa na jambo lake la kutimiza, akiwa na shida zake, na wewe hapo ulikuwa unaona ndo anakupenda kinoma noma, ukaamua kuzama kabisa. Sasa nini point ya msingi hapa? Umekwama katika mahusiano yanayokuumiza kwa sababu unajua mkiachana, kaugomvi hapa na pale katakuwa hakapo, vile vimeseji vya kubembeleza vitakuwa havipo, ule utamu uliokuwa unaupata utakuwa upati, zile pesa utakuwa upati. Sasa ukishaanza kuwazia hivyo, unaona acha niendelee kucling, acha niendelee kuvumilia. Kama umefika hapa, wewe ni legend, na hii video unahitaji zaidi ya kitu kingine. Kama miongoni mwa hayo yamekukuta, yanakukuta, na unahitaji kutoka, unahitaji kujikwamua, na haujui ufanyeje kukabiliana nayo, hichi ndicho unachopaswa kukifahamu kwanza. Kabla hujafanya chochote, andaa majeshi kwanza. Unajiandaaje? Jiandae kisaikolojia. Jiambie kwamba kuna maumivu lazima nitapata. Anza kupractice kuwa busy hata kwa mambo ya burudani za hapa na pale. Kuwa busy na shughuli fulani. Kama huna cha kuwa na busy nacho, andaa marafiki wa kuwa busy nao. Hapa ndo unaanza kujipendekeza kwa watu, unawachatisha, unawasalimia, mna discuss mambo fulani hivi. Kama ulikuwa unamtegemea kwa kipato, anza kutafuta namna yoyote ya kuanza kujitegemea mwenyewe. Ili kujua kwamba umejiandaa vya kutosha, tegemea swali lifuatalo: siku hizi umebadilika? Umeshapata mwingine nini? Vipi, umenichoka nini? Mbona kama naona tabia zako zimebadilika, siku hizi unipendi kama zamani? Ukianza kuona statements za hivi, jua kabisa uko katika position nzuri. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu anaona huombi msamaha, humuombi hela, humbembelezi, ujipendekezi mara kwa mara. Hauanzi kumtafuta wala huombi msaada wa aina yoyote kutoka kwake. Kisha ukishamaliza,
anza kutengeneza mazingira ya kuzuia dopamine, oxytocin na cortisol. Hapa futa kabisa namba zake, picha zake, moments zote ambazo mmewahi kushare pamoja, ili mwisho wa siku usije ukakutana nazo zikatrigger zile kumbukumbu zako. Lakini pia utapokuwa unajisikia kuwashwa kumtafuta, pambana kabisa. Jambo namba 3, jifunze faida za upweke. Nenda kajifunze katika video zangu. Jambo la 4 la kufanya, usianze mahusiano mapya hapo hapo. Utanishukuru baadaye. Ulikuwa na mimi Mr. Abdunnoor, tukutane katika video ijayo.